Yes, anayeonekana kwenye video hiyo ni bwana Fauzi Lekjaa. Fauzi Lekjaa huyo anaonekana katika chumba hicho cha waamuzi pale Amani Complex ambapo maafisa wa Simba walimkuta. Sasa huyu bwana Fauzi Lekjaa ni nani? Huyu bwana ni mtu mkubwa sana kwenye soka la Afrika na soka la dunia kiujumla. Fauzi Lekjaa ni raia wa Morocco. Ana miaka 54, mzaliwa mwaka 1970. Yeye kwa sasa ndiye rais wa chama cha soka cha Morocco. Alichaguliwa kuwa rais wa chama cha soka cha Morocco mwaka 2014 na yupo madarakani mpaka hivi sasa. Fauzi Lekjaa alianza kama rais wa klabu ya RS Berkane. Aliteuliwa kuwa rais wa Berkane mwaka 2009. Sasa kuanzia 2009 mpaka 2012 akiwa rais, aliongoza Berkane kwa mafanikio makubwa sana. Alibadilisha mfumo wake wa kiuchumi, iliweza kupata fedha zaidi na wadhamini zaidi. Berkane ikarudi kwenye ligi kuu ya soka ya Botola ya Morocco mwaka 2012. Kwa hiyo utendaji wake ulikuwa ni mzuri sana na Berkane waliufurahia sana. Yeye ni mtu wa Berkane, ni mzaliwa wa Berkane, amepata elimu yake ya msingi, elimu ya chini akiwa Berkane na akamia mjini Casablanca ambapo alienda kumalizia elimu ya juu na ni msomi wa mambo ya kiuchumi. Sana sana amesomea kiuchumi. Sasa kuanzia mwaka 2014 akateuliwa kuwa rais wa chama cha soka cha Morocco, FRMF, Football Federation Royale de Morocco. Sasa kitu kikubwa ambacho alikifanya yeye pamoja na mfalme wa Morocco Mohamed wa Sita, waliamua kutengeneza inaitwa Mohamed wa Sita Complex ambayo iko pale jijini Saleh. Hii complex ni eneo kubwa ambalo linahusisha viwanja vya mazoezi kwa ajili ya kukuza vipaji kwa vijana wanaotaka kuja kuwa wanasoka. Kwa inachukua vijana 480, ni eneo kubwa la hekta 30 na liligharimu kiasi cha dola za Kimarekani milioni 65 mpaka kukamilika kwake. Kwa ni project kubwa ambayo inakuza vijana wengi wa pale nchini Morocco. Sasa Fauzi Lekjaa yeye ni member ama yumo katika council ya FIFA. Ile council ya FIFA kwa upande wa Afrika, yeye ni member, ni mmoja wa wadau waliopo kwenye council ya FIFA. Lakini licha ya kuwemo katika council ya FIFA, pia yeye ndiye kiongozi wa kamati ya maandalizi ya kombe la dunia mwaka 2030 ambayo Morocco, Uhispania na Ureno kwa pamoja watakuwa ndio wenyeji. Morocco waliomba kuwa wenyeji wa kombe la dunia mwaka 2030, waliomba mwaka 2022 na bahati nzuri mwaka 2023 FIFA ikawatangaza Morocco, Uhispania pamoja na Ureno kuwa wenyeji. Huku mfalme Mohamed wa Sita akimteua Fauzi Lekjaa kuwa mkuu wa kamati ya maandalizi ya kombe la dunia mwaka 2030 kwa upande wa Morocco. Pia waliomba kuwa wenyeji wa AFCON ya mwaka huu 2025 na ndio Morocco watakuwa wenyeji katika AFCON ya mwaka 2025. Sasa Fauzi Lekjaa kama nilivyokuambia, yeye amekuwa ni mtu muhimu sana katika soka la Morocco. CAF, tukija kwenye shirikisho la soka la kimataifa la Afrika, CAF, Fauzi Lekjaa ni makamu wa rais wa kwanza wa CAF kwa hivi sasa. Ameteuliwa tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025 kuwa makamu wa rais wa kwanza. Hapo awali alikuwa ni makamu wa rais wa pili baada ya uchaguzi uliofanyika 2017. Sasa pale CAF ana vyeo vifuatavyo. Yeye anaongoza kamati ya fedha ya CAF. Yeye ndio mkurugenzi wa kamati ya fedha ya CAF. Pili, yeye ni makamu mkurugenzi wa kamati ya mashindano inayojihusisha na mashindano ya vilabu Afrika. Yani nazungumzia CAF Confederations Cup, nazungumzia CAF Champions League, ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Yeye ndiye makamu wa ile kamati, na hiyo kamati pia inajihusisha na ugawaji wa leseni wa vilabu. Kwa hiyo unaweza ukaelewa nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa, na mwaka 2022
kwenye uchaguzi wa rais wa chama cha soka cha Morocco, yeye alipita bila kupingwa katika uchaguzi uliofanyika mwaka 2022 mwezi wa 6. Yeye amekuwa ni mtu ambaye Morocco anakubalika na kiasi kubwa cha watu, lakini majukumu yake serikalini, yeye yupo katika wizara ya fedha na wizara ya budget inayoongozwa na waziri ambaye waziri mkuu wa serikali ni bwana Akanu, Mohamed Akanu. Sasa yeye yupo katika wizara ya fedha upande wa budget, anafanya kazi na waziri wa fedha. Kwa ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa katika soka la Afrika, ni mtu ambaye ana vyeo vingi. Amewahi kufanya mambo makubwa sana, ikiwemo wakati mwaka 2022 kombe la dunia Morocco amecheza na Ureno, kulikuwa na tetesi za kuuzwa kwa tiketi feki. Kuna watu waliuza tiketi feki kwa mashabiki. Unajua Morocco walifika mbali kwenye kombe la dunia 2022, walifika nusu finali. Kwa sasa watu walikuwa wanauziwa tiketi kwenda kutazama mechi. Sasa yeye bwana Lekia alianzisha uchunguzi wa kuweza kuwatafuta hawa watu mwaka 2022, na by mwezi wa 4 mwaka 2023 uchunguzi huo ulileta majibu. Watu wawili waliweza kukamatwa, bwana Mohamed El Hamdoui ambaye yeye kitaaluma ni mtangazaji wa redio, na kuna jamaa mwingine pia waliweza kukamatwa kwa kutiwa hatiani kwa kosa hilo. Waliuza tiketi feki kwa mashabiki ambao walitarajia kusafiri. Kwa huyo ndo bwana Fauzi Lekia, ambaye ni mtu mkubwa ambaye umemuona hapo katika video akiwa anapambana na hao maaskari na hao maafisa wa Simba pamoja na maafisa uwanjani pindi wakati Simba walipowakuta marefari katika kile chumba. Kwa kikubwa imekuwa ni watu wanajiuliza, je, uamuzi wa CAF kuipeleka mechi Zanzibar badala ya Benjamin Mkapa Stadium, nani walikuwa wanahusika? Ikasemekana kwamba viongozi hawa wa Morocco wapo karibu sana na watu wa CAF. Sasa nilitaka nikuelezee nani ambaye yupo karibu sana na CAF kwa upande wa Morocco, na hasa upande wa RS Berkane ni Fauzi Lekjaa. Jina langu ni Gerald Lufumbi, hii ni Malibi TV. Nyuma ya kamera nipo na Ramadhan Jedida. Endelea ku comment, ku like na kusubscribe kwenye mitandao yetu yote ya kijamii.